tena. Kwa majina yangu ni Boniface Steveni, ni mchungaji wa kanisa la EAGT, The Evangelist Assemblies of God. Natokea pale Kisesa, mtaa wa Bujora, shule ya msingi Bujora. Ukitoka shule ya msingi Bujora unaingia shule ya msingi Chifu Wangaya. Shule hizi ni shule mbili zilizo ndani ya kiwanja kimoja. Ukitoka kwenye hizo shule unaliona kanisa la EAGT hapo. Ni mkabara kabisa na shule ya msingi Bujora. Kisesa, shuka stendi ya Magu Kisesa. Stendi ya Magu ziko mbili, kuna moja iko Igoma, kuna nyingine iko Kisesa. Nazungumzia iliyoko Kisesa. Kifika hapo watu kimomba bodaboda kukupeleka kanisa la EAGT lililoko Bujora shule msingi anakuleta. Ninayo mada nzuri ambayo nataka tukajifunze mimi pamoja na wewe, na kabla sijaenda mbele naomba nimuombe Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, Mungu mwema, watoto wako tunakuja mbele zako. Tunahitaji neema yako tena Mungu, ituatamie, itufundishe ili mapenzi yako yakawe juu yetu na hila za yule adui shetani muovu zikanyamaze kimya. Kupitia jina la mwanao Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Tumishi wa Mungu, mpenzi mtazamaji unayenitazama, ninataka kufundisha somo ambalo litakuwa lina muda mrefu, lakini ni somo la muhimu sana 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 katika maisha ya mwanadamu, ama katika maisha ya mtu anayemcha Mungu na kumtumainia Mungu. Somo nitakalo lifundisha leo linasema jinsi ya kuomba. Jinsi ya kuomba. Moja ya jambo ambalo ni tatizo kubwa linawasumbua wengi sana ni kuomba. Ninapozungumzia kuomba, sina maana kwamba watu hawaombi. Kwenye habari ya kuomba, watu wanaomba tena kwa bidii sana. Kwenye habari ya kuomba, watu wanaomba tena kwa nguvu sana. Wanatumia juhudi nyingi sana. Kwa kwenye hili eneo jinsi ya kuomba, shida haiko kwenye watu hawaombi. Shida iko kwenye kutokujua kuomba ipasavyo. Shida iko kwenye kutokufundishwa namna ya kuomba. Watu wengi wanaamini ya kwamba kuomba si jambo la kufundishwa. Watu wengi wanaamini kwamba mtu akiokoka, Roho Mtakatifu akaingia ndani yake, basi Roho Mtakatifu amemfanya mtu huyo automatiki kujua kuomba. Nataka nikusaidie kwamba swala la kuomba ni moja ya jambo ambalo Mkristo yoyote amepaswa kufundishwa, tena hatua kwa hatua. Ukweli usiopingika, mimi hili nimelifanyia utafiti wa ndani kabisa. Kwa ninachokiongea hapa ni kitu ambacho nina uhakika nacho. Watu wengi wanaomba, lakini si katika ufahamu kamili katika kuomba. Hiyo ndio shida iliyopo. Na tumishi wa Mungu, nikwambie tu kwamba tunapokuwepo kwenye vipindi vya namna hivi, wakati mwingine, wakati ni ukuta, muda unakuwa ni mchache, huwa hatupati muda toshelevu wa kufafanua vitu kwa undani ukapata kitakacho kusaidia. Mimi ninachoweza kukushauri ni kwamba unapopata mafundisho mazuri ya namna hii, ni vizuri sana kupata mawasiliano ya huyo mtumishi wa Mungu, na baada ya hapo kufuatilia ili aweze kukufundisha kwa kina na kwa undani. Hapa mara nyingi huwa tunakimbia, tunaeleza vitu, naweza kusema si kwa kina kwa kuzingatia muda. Lakini unapokuja katika mawasiliano, especially mimi, na kuwa na muda mzuri sana wa kukufundisha jambo kulingana na pale ambapo wewe huelewi.
kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kuelewa katika wokovu. Kwa ni vizuri sana pale panapofika wakati wa kutoa mawasiliano, ni vizuri sana kuchukua mawasiliano, na baada ya hapo kunitafuta, nitakufundisha. Nataka nirudie tena, moja ya eneo lenye changamoto katikati ya watu, kwa nini unaomba hujibiwi? Kwa nini unaomba hilo tatizo aliondoki? Wewe mwenyewe ni shahidi, umelitolea sadaka mara kadhaa, umelifanyia mifungo mara kadhaa, umewekewa mikono na watumishi mara kadhaa, umeingia kwenye vikundi vya maombi mara kadhaa, lakini stili tatizo liko pale pale. Huoni tatizo lako kuondoka. Nataka nikwambie, shida si kwenye kuomba. Shida ni kwenye kutokujua namna ya kuomba katika hilo hitaji lako. Na hapo, ili ujue, umepaswa kuwapata watu ambao wanauelewa mzuri katika hilo eneo, wapate kukufundisha jinsi ya kuomba. Ukielewa jinsi ya kuomba, utaomba na tatizo litaondoka. Utaomba na majibu utayaona. Utaomba na matokeo utayaona. Hiyo ndio iko shida. Na kwa kuwa somo hili ni pana, na mimi nimemsihi Mungu, nitalifundisha kwa utaratibu, kwa kina na kwa muda, ili mtu wa Mungu ukafaidike na ukamuone Mungu kwenye maisha yako. Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatusikia, Mungu wetu anatujali. Tukimuita anaitika. Shida ipo kwetu sisi kuto kujua namna ya kumuita. Ashukuriwe Mungu aliyetupa neema hii, tupate kufundishana namna ya kumuita Mungu kwenye maombi, na Mungu akaonekana kwa ajili yako. Nafundisha somo linasema jinsi ya kuomba. Na kama tunaongelea jinsi ya kuomba, ni vizuri tukaelewa nini maana ya kuomba. Kama tunajifunza jinsi ya kuomba, hatuwezi kuelewa jinsi ya kuomba kisawasawa na kisahihi kama hatujajua nini maana ya kuomba. Naomba nifuatilie vizuri. Kuomba ni mawasiliano ya kimamlaka kwa kufuata kanuni za Mungu. Kuomba ni mawasiliano ya kimamlaka, sio mazungumzo ya kawaida kama ambavyo mtu unaweza kuwa unaongea na rafiki yako, kama ambavyo mtu unaweza kuwa unaongea na ndugu yako. Tunaposema kuomba ni kuwasiliana kati ya mwanadamu na Mungu, sio mawasiliano haya hali ya kawaida, ni mawasiliano ya kimamlaka yanayozingatia kanuni. Ukiomba bila kuwemo ndani ya mamlaka, wewe unazungumza huombi. Ukiomba pasipokuwa ndani ya kanuni za hiyo mamlaka, kwa sababu ni vizuri ukaelewa kwamba mamlaka yoyote duniani na mbinguni ina kanuni zake. Tunaposema kanuni, tunaongelea utaratibu. Kwa hiyo ukiomba pasipo kufuata ule utaratibu, huwezi kuona kujibiwa, huwezi kuona matokeo, huwezi kuona mafanikio. Kwa hiyo ili maombi ya mwanadamu yawe maombi mbele za Mungu, lazima yawe ndani ya mamlaka ya Mungu, ila pia lazima yazingatie kanuni za kimungu. Ndio maana kwenye Biblia ukisoma kile kitabu cha Yohana, kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 15 na ule mstari wa 7, Biblia inasema hivi: ninyi mkae ndani yangu na maneno yangu yaliyo ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Ninyi mkae ndani yangu na maneno yangu yaliyokaa ndani yenu, ombeni lolote mtatendewa. Hii inaonyesha kabisa kwamba ni kanuni. Hapa mbele anasema ombeni lolote mtatendewa, lakini kuna kanuni pale nyuma inasema ili uombe lolote upate kutendewa, ni lazima wewe muombaji ukae ndani ya mamlaka ya Yesu Kristo.
na neno la Yesu Kristo likae ndani yako. Maana yake tunaposema maombi ni nini, tunapata kupata tafasiri kwamba maombi ni mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu katika mamlaka na kanuni za kimungu. Ukiomba pasipo kuwepo ndani ya hiyo mamlaka na sipo kufuatilia hizo kanuni za mamlaka za hiyo ndani ya hiyo mamlaka, wewe unafanya mazungumzo ya kawaida. Nataka nikwambie ukweli ambao wengi pengine hawapendi kuambiwa, lakini ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya waombaji hawaombi, ila wanafanya mazungumzo ya kawaida. Ili maombi yawe maombi, yafike kwenye kiwango cha maombi, ni lazima yafike kwenye kiwango cha mawasiliano ya kimamlaka kwa kufata kanuni za kiroho. Hayo nawezaje kuyajua? Ni mpaka kufundishwa. Maombi yamepaswa kufundishwa mtu kujua namna ya kuomba, kama ambavyo mtu anafundishwa namna ya kusoma Biblia. Anafundishwa kwamba Biblia ina Agano la Kale, ina Agano Jipya. Ndivyo hivyo na maombi yamepaswa kufundishwa. Kuna watu wengi wanafikiri wanajua kuomba, lakini ukweli hawajui kuomba. Hata Biblia iko wazi inasema hamjui kuomba ipasavyo. Si kwamba hamuombi. Biblia haisemi kwamba hamuombi. Biblia inasema hamjui kuomba ipasavyo. Ni kweli Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na Roho huyu Mtakatifu anatuombea, na Roho huyu Mtakatifu anatufundisha kuomba. Lakini swali langu ama tafakuri yangu kwako, Biblia inaposema Roho Mtakatifu anatufundisha kuomba, nini maana yake? Kwa sababu lazima uelewe kwamba inaposema Roho Mtakatifu anatufundisha kuomba, ujue maana yake ni nini. Usipojua hii maana ya hilo andiko, unaweza ukafikiri Roho Mtakatifu anabeba mahitaji yako anayepeleka mbele za Mungu. Unaweza ukafikiri Roho Mtakatifu huwa anafunga na kuomba kwa ajili yako. Lakini ukifundishwa ukajua, maana tunaposema jinsi ya kuomba, ukafundishwa jinsi ya kuomba, ni pamoja na kufafanuliwa maandiko matakatifu ya Mungu yanapokuwa yanazungumza juu ya habari ya jambo fulani, kwamba hili andiko lilipoandikwa lilimaanisha nini, nini utendaji wake, ulitumieje ili lilete matokeo kwenye maisha yako. Usiishie tu kwenye kulisoma na kulielewa kwa namna ya kawaida, bali uliondoe katika kulisoma na kuliingiza katika imani ya matendo. Ili uweze kufika katika hivyo viwango, ni lazima upate kufafanuliwa. Kwenye kufafanuliwa mambo hayo ya ufalme wa Mungu, huko ndiko tunakosema kufundishwa namna ya kujua kuomba. Unaona kwamba leo Mungu ametupa neema hapa, tumeanza kuangalia nini maana ya kuomba. Tumeona maana moja wapo ya kuomba ni kuwasiliana na Mungu kimamlaka kwa kufata kanuni za kiroho. Naposema kanuni za kiroho, kuna mtu unaweza ukauliza, Pastor, kanuni za kiroho ni zipi? Hizo kanuni za kiroho ni zipi? Kanuni za kiroho ziko kanuni kadha wa kiroho, nitakutajia chache hapa. Tunaposema ni kuomba, ni kuwasiliana, ni mawasiliano ya kimamlaka kwa kufata kanuni za kiroho. Kanuni za kiroho, kuna kanuni za kiroho za neno. Ndani ya neno unaomba kwa mujibu wa neno la Mungu. Tunaposema kanuni za kiroho ni kuomba kwa kufata ama kuzingatia mapenzi ya Mungu. Tunaposema kuomba kwa kufuata kanuni za kiroho ni pamoja na kuomba ukiwa na imani ndani yako kwamba unataka kuomba
lazima kuweko na imani ndani yako. Tunaposema kanuni za kiroho, ni pamoja na kujua mamlaka iliyoko ndani yako na iliyo ndani ya Kristo Yesu. Tunaposema kanuni za kiroho, tunazungumzia agano kati ya mwanadamu na Mungu. Tunaposema kanuni za kiroho, tunazungumzia kanuni ya kujua namna ya kupanda na kuvuna. Tunaposema kanuni za kiroho, tunazungumzia namna ya utii katika Kristo Yesu. Tunaposema kanuni za kiroho, tunazungumzia habari ya muda, kwamba kuna wakati mwingine unaomba vizuri kabisa, lakini maombi unayoyaomba hayazingatii muda, kwamba wakati mwingine unachelewa mpaka lile jambo linakuwa limeshapita, wewe unaanza kuomba. Wakati mwingine wakati wa lile jambo wa kuliombea hujafika, wewe ulishaanza kuomba. Ndio maana Biblia inasema kila jambo lina majira yake. Anaendelea kusema pamoja na wewe ni mtumishi wa Mungu na mchungaji. Jina langu Boniface Steven. Natoka kanisa la EAGT. Natamani sana wewe mtumishi wa Mungu unaendelea kunifuatilia unielewe kwamba somo ninalolifundisha linahitaji utulivu mkubwa ili unielewe. Nami nimekuahidi kwamba nitakufundisha kwa taratibu sana, lakini nimekusihi kwamba muda tunaopata hapa kwenye TV yetu nzuri ya Star TV unakuwa ni mchache katika kukueleza vitu kwa undani. Kwa hiyo hakikisha kwamba utakapotaja mawasiliano yangu uchukue nambari yangu ya simu, nitafute ili nikusaidie pakubwa sana. Kuna wengine wanafikiri kujua kuomba ni kuwa muda mrefu ndani ya kanisa. Unaweza ukawa umeokoka, ni kweli kabisa, wala sina shaka na wewe kwa wokovu, na umejazwa Roho Mtakatifu na uko kanisani zaidi ya miaka 20, 30. Lakini nataka nikwambie hivi, wingi wa miaka ndani ya wokovu haumfanyi mtu tu kujua kuomba. Unaweza ukawema na usijue. Na ukitaka uamini, nifuatilie tu vizuri, utakuja kuniambia kwamba kweli pastor, ulichokuwa unasema nilifikiri najua, kumbe nilikuwa sijui. Maana hili eneo mimi nimelifanyia utafiti, watu wengi hawajui kuomba. Kwa hiyo kuomba ni mawasiliano ya kimamlaka ndani ya kufuata kanuni. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya 1 na ule mstari wa 8, sikiliza anavyosema. Sikiliza hizo kanuni anazozungumza. Anasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Ukumbuke hilo ni sharti. Tunaposema kanuni tunamaanisha utaratibu, tunamaanisha yale masharti yaliyoko ndani ya hilo agano, tunamaanisha utaratibu ulioko ndani ya hiyo mamlaka. Anasema kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku. Sharti la pili. La kwanza kitabu kisiondoke, kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, uitafakari hilo neno. Anaposema kitabu cha Torati anamaanisha Biblia. Ulitafakari hilo neno lililoko ndani ya Biblia, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Kanuni ya tatu, kwamba cha kwanza hicho kitabu kisiondoke kinywani mwako. Kanuni ya pili, uyatafakari yale maneno yaliyoko kwenye hicho kitabu mchana na usiku. Lakini kanuni ya tatu, lazima upate kutenda sawa sawa na maneno yote, sio nusu, maneno yote yaliyomo ndani ya hicho kitabu. Anasema ukishafanya hizo kanuni tatu, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Unaona, kinachoanza mwanzoni ni mamlaka, kinachofuata katikati ni kanuni, na kinachozaliwa mwishoni ni matokeo. Baada ya kuwa umeunganisha ile mamlaka pamoja na kanuni, unazaa matokeo.
Huwezi kusema unaomba na unatarajia kujibiwa kama kuomba kwako hauombi katika mamlaka na kuzingatia kanuni. Ndio maana na kufundisha maana mojawapo ya maombi ni kwamba maombi ni mawasiliano ya kimamlaka kwa kufuata kanuni. Lakini maana ya pili ya maombi, maana leo katika kwanza nitazungumzia maana za maombi tu. Maana ya pili ya maombi, maombi ni kuvuta ama kushusha ama kuleta mapenzi ya Mungu duniani. Kuleta mapenzi ya Mungu duniani. Muombaji kama muombaji, katika kuomba kwako ni lazima uhakikishe kwamba maombi yako yamebeba mapenzi ya Mungu na si mapenzi yako. Ndio maana tunamuona Kristo Yesu alipokuwa naomba, kipindi anamuombea kufufuka kwa Lazaro, kile kitabu cha Yohana ile sura ya 11, nianzia kwanza nisome ule mstari wa 4. Yesu anasema hivi: naye Yesu aliposikia akasema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa hao. Hapa Yesu anazungumzia habari ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kumtukuza Kristo ndani ya watu. Ndiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Ndio maana Yesu anasema ugonjwa huu uliompata Lazaro sio wa mauti, bali ni ili Kristo atukuzwe ulimwenguni. Ndio maana kwenye maombi yake kwenye hiyo sura ya 11 ule mstari wa 41 na 42 na 43, mstari wa 42 na 43 kwenye hiyo sura ya 11, Yesu anamuombea Lazaro kufufuka. Yesu aliomba maombi haya akasema hivi, ile 42 anasema hivi: nami nalijua ya kuwa wewe unanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Nalipata kusadiki kusema haya ili wasadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Yesu anasema, najua siku zote Baba nikikuomba unanisikia, lakini nataka leo kwenye kukuomba kwangu mfufue Lazaro, ili hawa watu wajue kusudi kwamba mimi sijaja peke yangu hapa, bali kuna mapenzi yako umeniweka ndani yangu, ili yapate kudhihirika katikati ya watu hawa. Lakini pia hatukisoma kwenye kile kitabu cha Luka, nazungumzia maana ya mapenzi ya pili, maana ya maombi ya pili ni kuita mapenzi ya Mungu duniani. Ile Luka 22 na ule mstari wa 42 na 43. Luka 22 ule mstari wake wa 42. Biblia inasema hivi: akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, wala si kwa mapenzi yangu bali yako yatendeke. Mstari wa 43 anasema hivi: malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Hapa Yesu alikuwa amechoka na safari ya kuendea msalaba kutokana na mateso na mazingira aliyokuwa anapitia. Inafika wakati anatamani kile kikombe cha msalaba kimwepuke, lakini anaomba maombi yenye ufahamu na hekima kubwa sana. Katika maombi yake anaomba kile kikombe kimwepuke, lakini anasema isiwe kwa mapenzi yake yeye, bali iwe kwa mapenzi ya Kristo. Na mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kwamba ufikie msalaba alete ukombozi. Unaona, Mungu hajamuondolea kikombe, maana mapenzi yake sio kikombe kimwepuke. Mapenzi yake ni kwamba msalaba utimie, watu wapate ukombozi. Mungu anagundua kwamba huyu shida si kumuondolea kikombe, ni kumuongezea nguvu. Anamtuma malaika, anamuongezea nguvu. Kwa nini anatuma malaika amuongezee Kristo nguvu? Kwa sababu Kristo amelibeba, ameleta
kusudi na mapenzi ya Mungu katika dunia. Ukielewa jambo hili litakusaidia sana. Litakusaidia sana. Nazo dakika chache zimebakia tunapoelekea mwishoni. Nambari yangu ya simu nikutajie kipindi ninapoendelea kumalizia. Nambari ya simu ambayo unaweza ukatuma ujumbe, usipige kwa sasa. Kwa hiyo unataka kupiga, naomba utanipigia muda mwingine. Usipige kwa sasa. Kwa sasa naweza kuruhusu ujumbe ama kusikiliza swali kutoka kwako. Nambari yangu ya simu unaweza kutuma kuuliza swali ni 0744 48 80 53. Nambari ya simu ambayo sasa unaweza ukatuma ujumbe wako kwa kuuliza swali. Unaweza ukauliza swali lako, tuma ujumbe wako kwenye hiyo namba ya simu 0744 48 80 53. Tuma ujumbe wako, usipige hiyo namba, usipige kwa sasa. Naomba utumie ujumbe. Uliza swali lako. Napozungumzia kufundisha, somo linasema jinsi ya kuomba. Nimeanza kwa kukuambia kwamba somo hili nitalifundisha kwa utaratibu na kwa muda mrefu, kwa hatua kwa hatua, kipengele kwa kipengele. Naomba tu endelee kunifuatilia. Lengo na kusudi langu, ninatamani mtu wa Mungu ujue kuomba. Namba niliyokutajia ni namba ambayo unatakiwa kutuma ujumbe. Kwa sasa usipige, maana niko hapa studio, siwezi kuipokea. Uliza swali lako kwa njia ya ujumbe, nami nitausoma hapa. Ujumbe wako nitausoma hapa. Tumishi wa Mungu, hapo unapotuma ujumbe ni vizuri ukataja na jina lako na wapi unatokea. Anatuma ujumbe hapa, anasema ili maombi yajibiwe niombe muda gani, mtumishi wa Mungu? Aha. Swali zuri sana. Miongoni mwa jambo ambalo linawasumbua watu katika maombi, watu wanafikiri kwamba ukiomba kwa muda mrefu ndio kiwango cha kujibiwa, ama ukiomba kwa maneno mengi ndio kiwango cha kujibiwa. Ukweli wa Mungu ni kwamba hapana kiwango kilicho specific kwamba ni dakika ngapi uombe ili ujibiwe. Ili uweze kujibiwa, uombe katika kuzingatia kanuni za Mungu. Hata kama utaomba kwa muda mfupi sana, lakini kama uko ndani ya mapenzi ya Mungu na uko ndani ya kanuni za kimungu, utapata kujibiwa. Utapata kujibiwa. Kwa hiyo haiko kiwango kwamba ni kwa kiwango gani uombe, lakini omba ukiwa katika ufahamu kwamba hilo jambo unaloliombea ni namna gani ya kuliombea, kwamba jambo hili linahitaji mamlaka ya kutamka, linahitaji kwenda mbele za Mungu kwa toba, linahitaji kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu upi. Kwa hiyo jua namna ya kuliombea. Inaweza ikawa ni kwa muda mfupi tu na likajibiwa hilo jambo. Linahitaji kufunga ama linahitaji maombi ya kawaida. Ili kuna mambo mengine hayaipasi wawe kuomba wewe kama wewe, bali unapaswa watumishi wa Mungu kukuombea. Takufundisha huko mbele utaelewa. Lakini elewa tu kwamba tunaposema kwamba hakuna muda specific wa kuomba, hakuna muda specific wa kuomba, bali ni kuomba tu kwa kufuata kanuni na mapenzi ya Mungu na utaona kujibiwa. Mwingine huyu anasema, anauliza, je, mdogo anaweza kumbariki mkubwa kwa maana ya amri au kumuombea? Swala la kubariki na swala la kumuombea mtu ni vitu viwili tofauti. Swala la kubariki na swala la kuombea ni vitu viwili tofauti. Unaposema mkubwa, hatuzungumzii umri. Ukizungumzia umri, hiyo sasa mdogo anaweza kumbariki mkubwa, maana hapa alichonacho anaweza kumpa ambaye hana. Hiyo ni kwa umri na kwa hali ya kawaida ya kibinadamu. Lakini tunapozungumzia kanuni za kiroho, mkubwa ndiye anembariki mdogo, sio mdogo anembariki mkubwa. Maana ndivyo anavyosema kwenye Ibrania. Anazungumza kwenye Ibrania kwamba haipingiki mkubwa kumbariki mdogo. Hiyo haipingiki.
Anasema kwenye Waebrania 7:7 anasema hivi, wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Hapa azungumzii umri, hapa anazungumzia mamlaka, kwamba mamlaka iliyo kubwa ndiyo inayobariki mamlaka ndogo. Mamlaka iliyo kubwa ndiyo inayobariki mamlaka ndogo. Jumbe ni mwingi sana. Kwa hiyo katika kuombea mkubwa mdogo, katika kumwombea mtu anaweza kumwombea. Ndio maana hata wewe muumini unaweza kumwombea mchungaji wako, Mungu amtangulie, Mungu amuinue. Kwa katika kuombea mkubwa anaweza kumwombea mdogo katika habari ya umri huo na utumishi, lakini kwenye habari ya mamlaka kubwa ndiyo inayobariki mamlaka ndogo, na mamlaka ndogo haiwezi kubariki mamlaka kubwa. Mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe pastor, naomba kujua neno kicho maana yake. Naomba kujua neno kicho maana yake. Hii sasa naomba mtumishi wa Mungu nitakujibu nikiwa nimetoka. Naitwa DJ Tofia kutoka Kiela. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amina, Mungu akubariki pia. Naitwa Doto Ezekiel, nipo Msoma. Nafuatilia somo vizuri jinsi ya kuomba. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Ezekiel kutoka Msoma. Huyu ametuma ujumbe usio na kitu. Maombi yako ya aina ngapi? Anauliza maombi yako ya aina ngapi? Mtumishi wa Mungu aliyeuliza maombi yako ya aina ngapi, endelea kunifuatilia ama nitafute kwenye WhatsApp, nitakufundisha. Maana kwa sasa muda siwezi kukueleza aina zote za maombi hapa, lakini nitakujibu swali lako. Unapatikana wapi wewe mhubiri, na ibada yako ni wapi? Anaitwa Grayson kutoka Tabora. Mimi niko Mwanza, niko Kisesa, kanisa la EAGT. Endelea kuwasiliana na mimi na kwa mafundisho zaidi. Samahani, nisomee pale palipoandikwa Jumapili siku ya kupumzika. Uko nje ya somo letu, sifundishi mahali siku ya kuabudu Mungu. Ninafundisha jinsi ya kuomba, lakini pia swali lako nitakusaidia nikiwa nimetoka nje ya kipindi. Ni vizuri ukauliza swali linaloendana na somo ninalofundisha. Mungu akubariki sana mchungaji kwa somo zuri na jinsi ya kuomba. Mimi Happy kutoka Sengelema. Barikiwa pia Happy kutoka Sengelema. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni sahihi kwa Mkristo kuomba kila wakati? Hiyo ni sahihi kabisa kwa Mkristo kuomba kila wakati. Unapopata nafasi ya kuomba, uombe. Maana ndivyo Biblia inavyosema, ombeni bila kukoma. Ombeni msije kuingia majaribuni. Tunaposema kuomba kila wakati, unajua shida, changamoto ni watu wanafikiri kwamba ili uombe mpaka utumie risali zima, masaa 3, masaa 4. Tunaposema kwa kila wakati ni kwamba hata ukiingia kwenye ice unasafiri, ukikaa mwambie Mungu, nitangulie nifike salama. Umemaliza kuomba, umemaliza safari yako, umefika salama, mwambie Mungu nashukuru umenisafirisha salama. Umepakua chakula na kula, mwambie Mungu bariki chakula hiki nile. Umemaliza, mshukuru Mungu, Baba asante kwa kunilinda, nimekula salama, nimemaliza. Unaenda kulala. Hiyo ndio kuomba kila wakati. Anasema naitwa Martha, ili maombi yajibiwe niombeje? Martha, ili maombi yajibiwe uombeje? Ni moja ya jambo ambalo nilikuwa nazungumzia hapo, lakini pia nitakujulisha, nitakufundisha. Watumishi wa Mungu, ni vizuri mnielewe vizuri kwamba nini namaanisha, kwamba muda tunaokuwa studio ni mchache, siwezi kueleza vitu vyote. Kwa kuna vingine ni kuombe tu uwe na uvumilivu, nitakusaidia nikiwa nje ya kipindi cha TV. Mchungaji, nashukuru sana kwa mafundisho. Swali langu, asilimia kubwa wanasema ili uwe umeomba kwa ukweli mpaka unene kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kitu kingine na kuomba ni kitu kingine. Unaweza ukaomba vizuri na usio umenena kwa lugha. Jumbe ni nyingi sana, endelea kutuma hizi jumbe, na mimi nikiwa katika hali ya utulivu nitazisoma hizi jumbe na nitakusaidia. Ahadi yangu kwako mtazamaji wangu ni kwamba nimelianza somo la muhimu sana, la mzuri sana, lenye msaada mkubwa sana kwako, na nakuahidi nitakufundisha taratibu kabisa, kipengele kwa kipengele, hatua kwa hatua kwenye hili somo, ili liwe msaada kwako, ili hicho kikwazo cha kuomba na usijibiwe kisiwepo kabisa. Jumla muhimu tu, chukua namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 07, kama ulikuja andika wewe ambaye umejiunga na mimi sasa hizi, ulikuja andika namba ya simu 0744 48 80 53. Namba ya simu ya mawasiliano ni ya muhimu sana. 0744
488053. Ila pia ninapatikana kwenye mitandao ya kijamii, hasa Facebook. Kwenye Facebook nina mambo mawili: nafundisha mambo ya ndoa, ila pia kufafanua maandiko. Kwenye mambo ya ndoa ninayo page imeandika Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Ukisearch tu Ndoa ya Mungu utaipata hiyo page, utafollow kwenye hiyo page, alafu utaendelea. Ila kwenye Injili utanikuta kwenye page imeandika Renovation, au ukisearch tu Mwinjilisti Boniface Steven utanipata. Mungu wa mbinguni akubariki. Kama ambavyo tumeanza kwa maombi, naomba nihitimisha kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, asante kwa neema uliyotupa tena wakati huu. Watoto wako wamebarikiwa na utaendelea kuwahudumia. Utukufu na wewe kupitia jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Ubarikiwe sana sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo